Karibu kwenye channel yetu hii ya Daily Life TZ. Kama ni mara yako ya kwanza, tunaomba usubscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila siku. Hivi ushajiuliza pampu gani inakufaa au pampu gani wewe inafaa ununue kwa matumizi yako ya nyumbani au kiwandani au sehemu yoyote? Basi leo nitaenda kukupa sifa ya pampu aina mbili tofauti. Moja kampuni ya Doing na nyingine kampuni ya Shimge. Kwa hiyo uwe nami mwanzo mpaka mwisho uweze kujua ni pampu ipi itakufaa. Kwanza kabisa, pampu zote hizi ni submersible. Maana yake ni zote zinatumbukizwa ndani ya maji, sio za kukaa nje. Hizi zinatumbukia ndani ya maji, ndio maana zinaitwa submersible pampu. Unazitosa kwenye maji, aidha kwenye kisima au kwenye bwawa au kwenye mto, popote penye maji ambapo unataka yaweze kuvutwa maji yako. Lakini tunaenda kuanza kuangalia pampu ya kwanza, hii hapa, ambayo ni kampuni ya Shimge. Pampu yetu kampuni ya Shimge. Tukianza na matumizi ya umeme, hii pampu inatumia voti 230 na maximum current au uwezo wa kutumia umeme ni mwisho ampere 5. Kwa hiyo hii ni kiwango cha umeme ambacho ni cha mwisho kutumia pampu yako ili iwe salama wakati inafanya kazi. Alafu kitu cha pili, tunaweza kuangalia umbali wa kupeleka maji hii pampu, yani uwezo wa kupeleka au uwezo wa kurusha maji. Hii pampu ina uwezo wa kupeleka maji mita 34, na hizi tunazozungumzia ni za straight, yani kwa mfano kutoka chini ya kisima mpaka juu pawe na umbali wa mita 34. Pia pampu hii inatumia kapasita ya microfarad 25. Alafu pia pampu hii ina uzito wa kilo 12. Hii pampu, na spidi ya hii pampu ni 3000 RPM, na ina uwezo wa kuingiza voti kuanzia 220 mpaka 230. Kwa hiyo na hii bei yake ina range kwenye 250,000 mpaka 280,000 kwa ukubwa huu wa hii horsepower moja. Lakini hii pampu ina kitu kimoja kinaitwa float switch, ambayo ni hii hapa. Hii kazi yake ni kuruhusu pampu iwake wakati huo kwenye kisima au sehemu yenye maji. Kwa maana hii float switch itainuka, na ndio switch yake. Alafu maji yakiisha itashuka. Kwa hiyo ikishuka hivi manake haiwaki, na ikiinuka hivi manake iko on na pampu inafanya kazi. Kwa hiyo ndio protection yake, na hii haina control yoyote isipokuwa ni hii basi. Pampu yetu ya pili ni hii ya Doing submersible pump. Hii pia inatumia umeme kuanzia voti 220, lakini hii ina uwezo wa kutumia mpaka voti 240. Pia pampu hii maximum current au kiwango cha matumizi ya umeme ni ampere 5.8.
Shimge ilikuwa na 5 kamili, hii 5.8, na inatumia kapasita microfarad 30 ambayo ina voti 450. Pia pampu hii inatembea kwa spidi ya 2850, 2850. Pia pampu hii, kitu kikubwa zaidi ambacho ni tofauti sana na pampu ile ya Shimgi, ni uwezo wa kupeleka maji. Hii pampu hii ina uwezo wa kupeleka maji mita 114. Ni 114, ni straight kutoka chini ya kisima. Yaani kwa huu tunazungumzia umbali wa wima ni mita 114. Kwa hiyo wewe sasa utaweza kuona ipi ni ipi na ipi inakufaa. Kitu kingine, hii pampu ina uzito wa kilo 15.4. Ni nzito kuliko ile. Ina uwezo au ina uzito wa kilo 15.4. Pia hii pampu, kitu ambacho ni cha tofauti, hii inatumia control box au control yake inakuwa iko kwa nje, ambayo ni kama hii hapa. Ngoja tuwaonyeshe hapa. Inatumia control hii hapa. Na hii control ina vitu gani? Hii control ndani ina capacitor, ina switch, ina overload. Kwa maana hii protection yake kubwa ni overload. Kama itakuwa imezidiwa, basi overload itakata umeme na pampu itazima. Pia ubora wa hii pampu. Lakini tofauti, hii pampu haina float switch. Kwa maana kama kisima maji yameisha, hii itaendelea kuunguruma tu. Na ndio maana tunasemaga hii pampu ni kwa ajili ya sehemu yenye maji mengi. Utaipenda na itafanya kazi vizuri. Kwa hiyo nadhani kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare ili wengi waweze kujifunza na kupata maarifa. Kwa hiyo niwatakie wakati mwema na tukutane katika video nyingine. Asanteni sana.